Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hii pool inaendea OCPD ambao waliwacha wale jamaa 64. Mimi nauliza, wakati wa Raila maandamano yake hatukusikianga hata Wajaluo moja wamewachiliwa na OCPD. Kwani siku hizi OCPD wanawaachilia watu? Kama si double touch ya watu kuserikali nini? Kama si double touch nini? Wakati tulifanya maandamano zote mpaka Raila akufe, hiyo hakuna siku nilisikia Wajaluo na Waluo wameshikwa wakawachwa na OCPD. Hakuna OCPD moja hata moja alisawachwa Wajaluo maandamano zao zote. Tuongeni ukweli, kama si double touch. Hata kama unasema tuache ukabila, je, ukabila itaisha hivi? Ukabila itaisha hivi? Ukweli, tuongeni ndio ukweli hawa. Maandamano zote tumefanya Wajaka, Waluya, hakuna siku tumesawa iwachwa. Yaani OCPD imewacha Waluya na Wajaka 64 au 62 au ni mbili au ni tatu waende nyumbani. Tunakuwa tunapelekwa kotini, tunachajiwa pesa 2000 kila mtu. Na party zinatoa hivi. Kwa nini hao wamewachwa na OCPD? Tuambieni ukweli, kama si kitu wamepanga au kama si watu wao. OCPD lazima tupe accountability. Accountability, anafanya kazi na nani? Anafanya kazi na opposition na anafanya kazi na serikali, kwa sababu asiwahi sikia maandamano zote wa Raila wameanza kufanya mpaka Raila akufe. Hakuna siku watu wa supporter wa Raila Amolo Odinga walishikwa wakawachwa na OCPD au wamewachwa na polisi wamepelekwa huko kwa sel, wamewachwa. Tumesikia breaking news, OCPD sio Walang'ata, sio OCPD sio wa Kibira, sio OCPD wa wapi, waliwacha wale ambao walishikwa kwa maandamano ya Raila Amolo Odinga, wamewachwa free of charge, hawajapelekwa hata kotini. Hawajapelekwa kotini kukatwa ushuru au kukatwa bill, hakuna. Lakini raundi tunasikia kama tunasema ukabila iko kwa hii sekta ya polisi, watu nakataa. Alafu watu wengine sasa mabroka, wale mabloggers ambao wamekuja one time, wamewacha kazi ambao walikuwa wanafanya kitambo, wamekuja hapa kwa sababu wanalipwa kutoka US. Anasema OCPD imefanya kitu mzuri sana, ni mtu ambayo ako anaangalia kazi yake vizuri, si mtu ambayo ako na kabila, si mtu ako nini. Yaani watu wanaonanga tu watu ni wajinga tu saa yote. Teacher Shey naonanga tu watu ni wajinga saa yote. Alafu agency badi naonanga tu watu wajinga saa yote. Ama blogger wengine wanaonanga watu tu wajinga tu saa yote. Hao ndio najua kuongea. Wakati wa maandamano Raila Amolo Odinga, wewe ulisikianga hao watu walikuwa na maandamano wamewachwa hata moja? Wewe ulisikia hata moja amewachwa na OCPD au ni region police? Hapana. Bro, kuna hapa kitu nafanyika. Ruto, badilisha hao polisi wote, ama OCPD wote badilisha, region police officer badilisha wote. Hao ndio watu na double touch government yako. Hauka. Na huo OCPD ni kabila gani? Ni Mluya? Ni Mluya? Anawacha watu kwa sababu hao watu walikuwa wanasema sisi ni watu wa Sifuna. Ndio maana hatujawahi pata hizo ma OCPD Wajaka. Hizi cheo pia wana Ruto, angalia. Inspector lazima ikuwe Mjaka raundi, OCPD hao ikuwe ni Wajaka, region police ikuwe Wajaka raundi. Wakwe Wajaka wengi bila wakikuwa wanakuanga wengi. Ndio hata maandamano yakienda bwana, tukiua 50 au tukiua 100 inaenda draw. Hii hao naona hii maandamano yao vitu wamefanya, vurugu, magari wamechoma, wameuliwa tu watu 4. Alafu mmoja ni Mluya, sio isemi ni watu 3. Hii ifai bwana. Wanafaa sasa hivi kwa wamesauliwa kama 50, 100, 19, 20. OCPD huyu ni nani? Kwa nini Wajaluo hawajawahi wachwa wakati wameshikwa? Wanapigwa, wanapeleka kwa koti, wanachajua pesa zingine 100,000, 50,000, 30,000, 20,000, 200,000, 1,000. Why hao wamewachwa free of charge? Kwa nini wamewachwa free of charge? Na OCPD ni kabila gani?